na umepewa, unaweza ukapokea au ukasema hapana. Basi kwa kuwa ndugu yetu Justin alikubali kupokea zawadi ya upadre amemkimbia, basi kumbe tuwashukuru na wazazi waliokubali aende kusomea na wakamsindikiza katika maisha ya sala na hatimaye akawa padre. Tuwapongeze na kuwashangilia wazazi. Sasa kama walezi kusindikiza kwa sala, kwa maombi na kila hali iliyofaa, na hatimaye ndugu yetu akakubali kupokea zawadi hiyo, nasi tunamshangilia tumshangilie. Basi tushukuru pia na walimu waliolea na kwa mchango pia paroko wetu ambaye alikuwa kwa sala na maelekezo na pale na walimu waliolea seminari na mali nyinginezo, na akawa ndio walimu nao kwa sasa pamoja na pongezi hizo na shukrani hizo na maelezo amekuja kushukuru na kushukuru kuomba tena. Kwa hiyo tuendelee kumwombea yeye pamoja na mapadri wenzake wapya na mapadri wote, tuendelee kuwaombea katika maisha yenu ili watimize wajibu wao wa daraja takatifu na upadri aliyopokea Justin kama zawadi pamoja na mapadri wenzake. Tuendelee kuwaombea kwa kusindikiza kwa sala. Mara nyingi kazi ya padri au kabla ya kuanza kazi, manake tumesikia somo la kitabu cha nabii Yeremia kwamba Mungu anaita, Mungu anatakatifuza, Mungu anatuma, kwamba anamuita akamtakatifuza na akamtuma Yeremia kwenda kuwa nabii kwa mataifa, aende kwa wakubwa kwa wadogo bila uoga. Na kazi ya nabii, kazi yake kwanza kufundisha, afundishe. Na kazi nyingine kama nabii, kama kuhani kwa sakramenti ya ubatizo, sote tuliobatizwa tulitumwa kuhubiri habari njema. Sisi yaani kwa ubatizo sote tunatumwa kuhubiri habari njema, kwa maana tulipobatizwa tumepewa ofisi tatu za Kristo: kwa kuhani, nabii na mfalme. Sote ndio tulivyo, na kila mmoja anatumwa. Wanaopokea wale wanaopokea zawadi ya upadre pia wanaongezewa majukumu zaidi, kwamba kazi ya kwanza ya padri kuongoza. Aongoze kwenye nini? Aongoze watu namna ya kusali, aongoze watu katika imani, aongoze watu katika matumaini, aongoze watu katika mapendo. Lakini katika kuongoza huo lazima aonyeshe mfano wa kuwa mtu wa kusali na kuongoza namna ya kusali. Na maana kwa baada ya misa takatifu padri anaongoza katika sala, sivyo? Kumbe tumwombee huyu yetu na mapadri wote wabaki katika nafasi yao ya kuongoza. Lakini pia wale wanaongozwa, wanaelekezwa na kuongozwa lazima kubali kuongozwa. Yeremia alipoteuliwa kusikia na anasema mimi mdogo, anaogopa, anasema mimi
tuwe nabii wa mataifa. Sasa kwa ndugu yetu Justin hapa ndio anasema wetu tumeona tumshika akiwa mdogo huyu, sasa ni baba akikuonya mwenyewe na usikilize kama baba ni mdogo kwa pale tunapokuja kinyume na mambo ya imani, akikuelekeza imani na maadili. Ndio maana ndio masaa kwa kuonyesha maadili, lakini pia pamoja na kuongoza, lakini lazima pia afundishe neno la Mungu, afundishe neno la Mungu na mfano kwa yale anayofundisha. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa hayo ya kufundisha neno la Mungu vizuri, yaani kujiandaa kuweza kuwafundisha watu neno la Mungu kwa kuwahubiria vizuri na wajue. Na katika hilo sasa, katika kufundisha wajifunze juu ya maisha yako. Katika kufundisha nasema mwalimu matendo ni mwalimu mzuri kuliko mwalimu maneno, sivyo? Kwa hiyo fundishe kwa matendo, namna yako ya maisha ya kipadri, ili watu watakatifu, si kwa kuongea tu, lakini pia kwa kuishi. Natumaini umeelewa. Na sisi pia wajumbe waamini kama wabatizwa, kama mapadri kwa njia ya ubatizo, yaani tufundishe kwa njia ya mfano wa maisha yetu, kwa kuishi vizuri kwa imani na tumaini na maadili. Lakini pia kazi ya padri tutakatifuza kama ndio tunasikia hapa mtakatifuzwa, alafu tumwa aende na kusikia kipindi kwamba wa Bwana ndugu yangu amekuja mafuta ile kuwahubiria maskini habari. Sasa lazima awatakatifuza adhimishe sakramenti, kuadhimisha sakramenti vizuri kwa utaratibu na sio kwa vionjo vyake. Na sisi pale tunapoelekezwa namna ya kutakatifuzwa, basi na sisi tupokee vizuri na kuishi hayo tunalifundishwa na yale tunatakatifuzwa. Na pia atakatifuza katika sakramenti ya kitubio, kwamba watakuja kupata huruma ya Mungu kwa ajili ya watu wote, kwa namna pekee wale wakosefu wanaoingilia huruma ya Mungu katika sakramenti ya kitubio. Basi ndugu yangu, patikane katika sakramenti ya kitubio pale wanapokuja watu kuomba kutakatifuzwa, na wewe kazi yako ni kutakatifuza watu wa Mungu, upatikane ama uwepo na usitoke. Lakini pia kuwatia watu moyo wale waliokata tamaa. Niweka katika maisha yetu kuna shida nyingi ambazo zinamsababisha mtu anakata tamaa, na vizuri pengine anakuja pale kwa ajili ya kupata ushauri na kadhalika. Uwasikilize, uwatie moyo wale walio kata tamaa, wapate tumaini kwa neno lako la faraja, kwamba anapokuja mtu si kwamba anataka na kupata kitu kingi, anakuja anataka asikie kutoka neno lako kwamba Mwenyezi Mungu anampenda. Na usikate tamaa, unamuombea nyanyuka kwa mbawa ya faraja. Basi anapata neno la faraja kwa maneno yako uliyomtia moyo na kadhalika. Na wale wenye wasiwasi katika maisha pia, si tu wenye wasiwasi, wapo wenye wasiwasi. Kwa mfano, unamfanya kana mjusi shetani, uko hizo zote ni mbali kwa shetani. Hata mweusi shetani, shetani.
wasiwasi wa maisha. Sasa maana basi watu hao wakija na mapato mengine tuwatie moyo. Au kuna mwanamende analabaika, wewe shukuru Mwenyezi Mungu kwamba mende wale nyumbani kwako ndio faraja. Baraka kuna mwali maana nenda nakaa kwako. Nenda nakaa kwa mara hata chakula. Nenda kwa nyumba ya mzee atakuta nini? Anafanya happy. Anakuja kuondoka. Kwa hiyo hapa nyumbani kwako kuna hai. Sasa wao kama maana pamoja na uhai baadaye kuna wewe mchafu maana kumende. Kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba angalau kwa hao wanaokuja na wasiwasi kama hizo za hata za maisha na nini, basi kuwatia faraja, kuwatia faraja na kadhalika. Maanake katika Injili imesema kwa Bwana ndugu yangu anitia mafuta kwa kuhubiri maskini habari njema, wasikilize wajibu huo na neno hilo ulilochagua kama mwongozo, kama dira, basi uiweke katika vitendo katika maisha yako, au katika mashehe mapadri na nini, kwa namna ya pekee mapadri kwa njia ya ubatizo ambao wote tunatumwa kuhubiri habari njema. Basi ndugu yangu Yasini padri, nikuhusie kuwapenda watu. Hiyo sheria ile ya bodi kiungu upendo wangu bila upendo Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na pende jirani yako kama unavyopenda wewe mwenyewe. Kwamba hiyo ni amri ambayo tunapewa ya Mungu, pendane kama nilivyowapenda ninyi, bali tupendane. Jifunze kuwapenda watu. Sasa unawapendaje? Kawaida kuwapenda, sivyo? Ukishinda kuwapenda, wajali. Ukishinda kuwajali, wakarimu. Ukishinda kuwakarimu, wape haki yao. Imeeleweka? Maana ukifanya mojawapo katika ile kuwapenda au kuwajali, kuwakarimu ama kuwapa haki yao, utakuwa amri kuja matendo. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi waamini, mwombee mtubaki na kupata wapya na sisi wengine wakongwe, basi tuwaambia watu kwa kuwapenda. Kwa anajitahidi, anawapenda. Ndio maana naona mpaka sasa hivi kanisani nilikuwa nawapenda msijekuja, sivyo? Kwa hiyo sasa nasi ajitahidi kuwapenda watu kwa wengine, kwa kuwajali, kwa kuwakarimu, lakini pia mtuhusie wapende watu kwa kujali muda. Kualiana mtaula kwanza ibada na kadhalika, basi wanze kwa wakati. Maana hapo utakuwa unapenda zaidi. Unaweza kushinda lakini unaweza. Na mapato ndio wote. Basi kumbe leo katika siku ya leo kwa kusema neno mengi, maneno yetu ndio tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Bwana takatifu alizowaambia wewe na wenzako. Kwa hiyo sasa leo ni siku ya shamba. Maana tunamaliza hapa kama mtu yetu na sisi wa Mungu tunajua lakini tunajua basi hapo tuwe mcheze ili kama mtakatifu anasema imba, cheza, fanya kila kitu lakini usitende yani kula, cheza, imba na kadhalika, usitende. Basi leo ni siku ya shangwe, tumuombe Mwenyezi Mungu tuendelee
kuendelea na shangwe hilo na kumshukuru kwa zawadi aliyopatia mgeni kwa Julius Kwembe na mapadri wengine, na sisi tusahau kuwaombea na kuwakarimu, kwa maana ukarimu wa waamini ndio ukarimu wa padri. Ukarimu wa waamini ndio ukarimu wa nani? Yaani kwa mfano, ukienda pale kwa paroko ukute kiwa vinywaji vya kutosha, juisi za kutosha, soda za kutosha kabisa. Kwa mfano watumishi wa sai wakienda kule kwa juisi, sasa tawapaje kama kile mja wako wa karibu kuzileta kule ili wakija wani. Bado wanasema bado ndio wachawe sawa. Wachawe kwa yani naleta juisi, mfano naleta juisi sabuni moja ambazo zinakuwa 12. Sio? 12 kama mimi kwa kabisa. Asubuhi kapiga hizi. Sasa nakapiga hizi. Alafu kwa sasa moja kapiga hizi. Alafu sasa tunaangalia kwa dunia tamalizia hizi. Azia hapo hizi. Sasa naenda kata mmoja. Sasa tutaangalia hawa wakushi. Hapana tu kwa karibu kwa sababu tumeleta ndio shiriki kwa marejeo. Kama kama ngaga hivi kwa hiyo sasa mweni nenda kuonana wetende kwa nyumba mabane ili ukarimu wa waamini kwa hiyo ukarimu wa nani? Unaenda kwa zawadi ya Mungu hayamu. Mfano nasema sijasema kwamba hapa. Naenda na habari hata hamna. Sasa mfano anabaje mkarimu. Pamoja na hivyo kuwa wakarimu kwa mapadri. Lakini wana sasa pakizuri hapa ni wakarimu, sivyo? Kila siku kuleta hapa mwani ya Mungu afunga hata vile mwani mwingine leteni. Lakini hiyo sasa tarehe na ile vitu moja kwa moja kwa paroko. Ili wageni wakiingia kumsalimia mapadri, ule ukarimu wa waamini, ukarimu wa nani? Kwa hiyo uwakarimu mapadri. Yaani ukarimu wetu ukarimu wa mapadri. Sasa kama ni sio wakarimu, sisi hatuwezi kuwa wakarimu kwa sababu hatuna vitu sawa. Basi waone mlikuwa wakarimu daima katika familia yetu na kwa mapadri. Tumsifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Mungu mmoja. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu